Vita vya Irani ni vita ambavyo vinaweza vikasababisha vita ya tatu ya dunia, kwa sababu ni vita ambavyo vinaonyesha kabisa vina muendelezo, lakini pia vina udini ndani yake. Kuna miongoni au kuna mtu mmoja mtabiri alisema mwaka 2026 vitaanza vita vya dunia. Pengine labda huenda ndio hivi ambavyo vinaendelea sasa hivi duniani, vikihusisha mataifa matatu, na izungumzia Marekani, Israel pamoja na Irani. Sasa kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakizungumzwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia na mengi tukiwa tunashuhudia yakiwa yanazungumzwa. Siku ya usiku wa kuamkia hii leo tumeshuhudia ndege moja ya Kimarekani ambayo inaitwa F-35A ikitunguliwa kwa mara ya kwanza kabisa katika ardhi ya Irani. Wairani wakiwa wanaitungua ndege hii kwa siku hii ya leo ambayo ilikuwa inaenda kushambulia maeneo mbalimbali katika ardhi ya Irani, lakini Irani imeweza kuitungua ndege hii ya kivita, na sasa hivi ni rasmi ndege ya kwanza hiyo kuweza kutunguliwa na Irani. Irani imekuwa pia ikishambuliwa kwa ndege mbalimbali kama ile B-2 ambayo ni ndege pia ya kivita ya Kimarekani, lakini haikuonekana. Lakini this time tumeona pia hii ya F-35A imeweza kutunguliwa na Iran kwa mara ya kwanza. Ndege ya kwanza hiyo imetunguliwa. Wengi wanadai kwamba huenda likawa anguko la Marekani katika vita hivi ambavyo vinaendelea sasa hivi. Kuna mataifa kadhaa ambayo pia yanashambulia Irani, lakini Israeli pia mengine yako nyuma ya Irani yakiwa yanaungwa mkono pia na mataifa mbalimbali, lakini kila mmoja anajaribu kujiuliza kwamba hii vita mwisho wake ni lini. Lakini hii vita ni ngumu sana kuisha kwa sababu kila mmoja anataka kuwa mshindi. Leo nimemsikiliza rais wa Marekani, namzungumzia Donald Trump, akiwa anazungumza, anasema wa Marekani wanatamani sana na wanataka maongezi dhidi ya Iran, lakini hakuna mtu wa kuzungumza naye pale Iran. Hivyo ndivyo Trump alivyozungumza kwamba anatamani wa Marekani wanatamani kuwepo kwa mazungumzo, lakini Trump haoni mtu wa kuzungumza naye pale Iran. Pengine huenda anaona kuna baadhi ya viongozi mbalimbali ambao wameuawa kama Khamenei alivyouawa, lakini pia pamoja na viongozi mbalimbali ambao waliuawa kama Ali Rajian ambaye pia alikuwa ni secretary aliweza kuuawa. Lakini kuna mtu pia yule alikuwa anaitwa pia Ali Shakimnai ambaye alikuwa ni kiongozi pia wa ulinzi. Lakini pia ukiangalia kwenye ile safu ya watu wanne ambao walikuwa ni wa Irani wakubwa zaidi, aliyebaki ni mmoja tu ambaye anaitwa Masudi ambaye ni president, lakini wengine wote waliuawa. Kama Ayatollah Ali Khamenei aliuawa, kiongozi wa kwanza huyo kabisa kuweza kushambuliwa, na wengine wengi zaidi waliweza kushambuliwa katika vita hivi. Kwa upande wako wewe, maoni yako ni yapi? Na hapo unaona mwisho wa vita hii au unaona mwanzo wa vita ya tatu ya dunia? Niachie hapo, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.